wa kila mwaka kuweza kuombea taifa, viongozi wakiweza kutoa maombi yao, hafla hii ikiandaliwa na bunge, hususan bunge kwa jumla, bunge la kitaifa na bunge la seneti likishirikiana katika kuomba na vile vile kuombea taifa, ikiwa ni matabaka yote ya kidini yakija kwa pamoja kuzungumza jinsi na umuhimu wa taifa kusongea ama kujiweka mbele ya Maulana katika kukabiliana na masuala mbalimbali ya kitaifa. Tuzungumzie hotuba ya Rais William Ruto ambaye amezungumza hapo katika hafla hii, ambapo kwanza ameomba msamaha Tanzania na Uganda iwapo Kenya imewatendea makosa yote, tukifahamu kwamba haya yametokana na zile kauli ambazo zimekuwa mtandaoni, pisha ni kupishe, jibu ni kujibu, hasa ukiangalia bunge la Tanzania likiweka hadi kikao kuzungumzia nidhamu ya Kenya hususan katika mitandao na vile vile kuhusiana na wanaharakati ambao walitaka kuelekea kule Tanzania. Rais pia alitumia fursa hiyo ya mkutano huu kuzungumzia ajenda zake ambazo amekuwa akizifanya, akimshukuru Maulana kwa kuweza kuzitimiza na kuzitekeleza, akizungumzia kwamba alishukuru sana kwamba aliweza kuzindua ule mradi wa makazi ya bei nafuu hapa katika jiji la Nairobi, akisema kuna mipango kwamba watakuwa wanazindua miradi hiyo katika kaunti ya Kisumu na vile vile katika kaunti ya Homa Bay katika juma hili lijalo. Vile vile amezungumzia masuala ambayo yanafungamana na siasa, akizungumza kwamba yeye anashukuru kwamba taifa sasa hivi limekuja kwa pamoja na kufunga ile pengo lililokuwepo la wanasiasa na viongozi wale ambao walikuwa serikalini na viongozi wale walikuwa katika upinzani, wakaja kwa pamoja kuweza kuzungumza kwa kauli moja kuhakikisha kwamba wanapiga hatua katika masuala ambayo yanafungamana na uongozi wa taifa. Nataka niungane naye Jeff Kirui ambaye amekuwa akifuatilia hafla hii kwa kina, aweze kutujuza ni kipi ambacho kimejiri kule, na baadaye turudi hapa studioni tuingie katika mjadala tukitaka kuangazia bajeti ambayo sasa hivi mwezi ujao itakuwa inatangazwa. Lakini bajeti hii ina mapengo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakifanyika. Je, mapengo haya yana maana gani katika baadhi ya sekta? Lakini kwanza nizungumze naye Jeff Kirui. Kirui, vipi hali ya leo? Maombi yamekuaje katika eneo hilo la Safari Park? Rais ametumia fursa hii pia kujipigia debe kuhusiana na masuala yake ya kisiasa. Naam, Jeff Kirui nitakuwa naungana naye baadaye aweze kutufahamisha yale ambayo yanajiri katika eneo hilo, kuweza kutujuza ni viongozi wanasema nini kuhusiana na hotuba yake rais baada ya kuhutubia wananchi na wabunge na viongozi mbalimbali katika hafla hiyo ya 22 ya maombi ya kitaifa ambayo hufanyika katika ukumbi huo wa Safari Park hapa jijini Nairobi. Lakini baadaye tutakuwa tukiungana naye aweze kutudurusia tu kidogo yale ambayo yamezungumzwa pale. Turudi hapa studioni ambapo nitakuwa nikizungumza nao wageni wangu kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika hususan kupunguzwa kwa bajeti ambayo ni ya zile hatua zinazotumika katika kukabiliana na mabadiliko tabia nchi katika ngazi ya kaunti, ambapo serikali imetangaza kwamba katika bajeti ya mwaka 2025-2026 itakuwa